rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairu khalqihi nabiyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Ndugu viongozi wa msikiti na ndugu waumini wenzangu nyote kwa pamoja, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. La kwanza naomba niungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia fadhila hii kubwa ya uzima na uongofu, tukaweza kuja kusali sala hii tukufu ya Ijumaa katika siku hii tukufu katika ardhi tukufu ya msikiti huu. Tumshukuru kwa sababu naamini wapo wenzetu wengi waliolitaka hili lakini hawakulipata kwa sababu ya dharura mbalimbali. Sisi tulolipata alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini la pili, leo ni siku ya Ijumaa, na Ijumaa tumefaradhishiwa kuwaidhiwa kwa kupitia hizi hutuba ambazo tumesomewa hapa, na mimi naamini kila mmoja wetu atakiri kwamba kwa hakika leo tumepata darasa mahsusi ya siku ya leo ya kutukumbusha, lakini tumepata darasa kubwa ya kutukumbusha wajibu wetu, na tumepata darasa kubwa ya kutukumbusha tunako kwenda vile vile. Ni darasa ambalo mimi natamani libaki katika vichwa vyetu, katika mioyo yetu, na litufae katika kulitumia kwa ajili yetu sisi wenyewe na vizazi vyetu na majukumu yetu tuliopewa ya kulea, ya kusimamia mambo mbalimbali, lakini na pia yatufae kwa ajili pia ya nchi yetu. Maana tukitengenea sisi, bila shaka na nchi itatengenea. Kwa hivyo sikutaka mimi nitoe hutuba ya tatu, maana mbili zishatimia, lakini nikasema ni wajibu, maana tumeelezwa historia katika dini yetu na tumesisitizwa namna gani sisi tushikamane nayo. Sasa mimi nilitaka niwakumbushe kidogo tu kwa mnasaba wa haya tulioelezwa na sisi wenyewe, historia yetu kidogo, na wapi tumekwama na vipi hii darasa ya leo itaweza kutusaidia. Nasema haya ni mambo ya nchi, lakini ukizungumza hapa Zanzibar, sijui kama unaweza ukatofautisha baina ya Wazanzibari na Waislamu. Maana wakigombana Waislamu Zanzibar, maana wamegombana Wazanzibari, au sio? Na wakigombana Wazanzibari wamegombana pia Waislamu, maana ikiwa takriban 9.5 katika kila 10 ni Muislamu. Maana yake hii ni nchi ambayo Waislamu ndo hao wanawa nchi, na Uislamu maana yake una maslahi makubwa na Waislamu wana maslaha makubwa vile vile. Kwa hivyo nchi ikitengenea na mambo ya Waislamu nayo yanatengenea vile vile. Sasa nalisema hili kwa sababu naona tunakotoka nchi hii kuna mambo tumeyasahau au tumepata bahati mbaya, lakini huku tunakoelekea mimi nakuona kuna kiza kikubwa zaidi, na kuna kiza kikubwa zaidi kwa sababu ya kuyasahau haya tuliokuwa tumeambiwa hapa juu ya wajibu wetu na nini cha kufanya. Nchi hii tuliingia sisi mahusiano na watu ndo watu tunasema marafiki waliokuwa siwo. Maana 1833 nchi hii tuliingia mkataba na wa Marekani. Jamani, sio 1900. 1833. Kwa wanaojua hesabu sijua na watakwambia ni miaka mingapi iliyopita. Mkataba wa urafiki na biashara
na Marekani wakaleta balozi wao wa mwanzo hapa akiitwa Richard Waters mwaka 1837 kwa kutumia huu mkataba tulioingia nao mwaka huo. Na huu bwana, moja katika alolileta ni kijiji kile tunachokiita leo Selemu. Pale palikuwa na shamba la bwana mmoja akiitwa Captain Hassan, alikuwa msaidizi wa mfalme. Pale alikuwa na shamba lake, akaliita kwa jina la mji aliotoka huyu balozi wa Kimarekani. Yeye akitoka katika mji unaitwa Salem kule Marekani. Kwa hivyo na Waswahili tukalipata tukaita Selemu. Mwaka 1839 tukaingia mkataba na Waingereza huu wa urafiki na mahusiano na biashara. Wakaleta balozi 1841 hapa, mtu wa kuwakilisha. Lakini lilofanyika nini kwa kuwa na marafiki wa aina hii? Waingereza cha mwanzo hii nchi wakaichukua 1890, wakasema tunaingia mkataba wa kutulinda. Kiswahili chake sijui nini, lakini kwa Kiingereza wanaita protectorate agreement, yaani wa kutulinda, wengine wanaita mahamia kwa Kiswahili. Lakini baada ya kuchukua tu, maana hiyo tokea 39 wao walikuwa na malengo yao. Malengo yao ni hii nchi kuja kuichukua, na haya wameyasema wazi hata kwenye mabunge yao. Cha mwanzo walichofanya ni nini? Cha mwanzo walichofanya ni kuanza kuinyang'anya Zanzibar yale mamlaka na himaya zake iliyokuwa nayo. Mwaka 1892 wakaichukua bandari ya Zanzibar ya Benadir iliyoko Somali, ambayo ilikuwa ni ya Zanzibar, wakawapa Wataliana, na ndio mwanzo wa kuanzishwa leo tunaita Somaliland. Ukisikia wana magomvi wa Somali na nini, na ndio leo Mayahudi walipokwenda wakaweka kituo chao Benadir Port. Tuliitoa sisi, Mwingereza aliitoa akawapa Wataliana. Tunafahamiana jamani? Ndio la mwanzo walilofanya. Akaichukua na Mombasa ya Kenya akajikodisha mwenyewe mwaka 1895. Tumefahamiana? Mwaka 1913 mwezi wa Julai akaitoa Zanzibar, sasa ikawa sio tena mahusiano, akaifanya rasmi kuwa koloni kwa kuihamisha kutoka ofisi ya mambo ya nje akaipeleka ofisi ya mambo ya makoloni, kutoka foreign office kwenda colonial office, na ikaanza rasmi Zanzibar kuwa koloni kuanzia tarehe 1 Januari mwaka 1914. Tulianza na nini jamani? Urafiki. Tukaishia kwenye nini? Koloni. Tukaishiwa kujanganywa tulichokuwa nacho, wakakichukua. Maana Benadir ikatutoka Mombasa, badala ya kuirejesha kwa wenyewe sisi, mwenyewe Mwingereza ndo akaunda tume kuja kutazama eti je, irudishwe Kenya au irudishwe Zanzibar. Mali ya watu umekodishwa, wewe ndo unataka kuamua uirudishe wapi? Hong Kong mbona mmerejesha kwa wenyewe wa China, na wewe ilikodishwa hivyo hivyo miaka 100 sawa sawa, na ndani ya muda tuliokodisha sisi tuliwakodisha wao Mombasa. Tarehe 5 Oktoba mwaka 63 rasmi wakalazimisha tukasaini mkataba na Kenya kuirudisha Mombasa kuwapa Kenya badala kuwa Zanzibar. Jamani, tumeambiwa hapa tuchague marafiki, au sio? Hapo ndio tulipofika. Nalisema sasa hili ambalo tunalo sasa hivi. Tuliingia sisi
mkataba wa muungano mwaka 64, au sivyo? Nchi mbili huru tunaungana. Lakini leo tumefika pahala, una kiongozi, una viongozi wengine unaona wamesoma, maana wana mashahada makubwa, lakini leo anataka uone aibu kujiita wewe Mzanzibari, uone aibu kusema kuna Zanzibar, ina sharia zake, ina taratibu zake, ina watu wake, ina haki zake. Ajabu tunao na viongozi wetu wengine wa dini ambao hilo hawalioni kwamba ni tatizo, na wao wanashadidia katika haya. Sasa leo kujiita Mzanzibari nataka kuanza kuwa ni aibu, kwamba ni ila. Kuna mwanazuoni mmoja, na hili niseme sisi Waislamu katika jambo ambalo pengine tunalikosea, hatuyasomi ya kidunia, hatuyasomi sana ya kidunia, tukawafahamu wenzetu vichwani mwao wanafanyaje, wana nia gani na wana madhumuni gani, wanafanyaje madhumuni hayo. Kuna mwanazuoni mmoja maarufu wa Kiislamu akiitwa Ibn Khaldun. Huyu aliandika kitabu mwaka 1377. Wakati huo kuna dola ya Kiislamu Andalusia. Mwaka gani jamani? 1377 aliandika kitabu kikiitwa, mwenyewe alikiita Mukaddima. Mukaddima wanaojua Kiarabu mnajua maana yake ni utangulizi, lakini yeye kilikuwa kitabu kizima, maana kina peji zaidi ya 700, lakini chote mwenyewe anasema ni utangulizi. Sitaki kuzungumza hichi kitabu, nataka kuzungumza jambo moja tu alilolisema. Yeye alichunguza vipi dola mbalimbali zilisimama na zikafa, zikaparaganyika. Alisema katika dola hizi, dola ili iunganike watu wake lazima wawe na kitu mwenyewe anakiita asabia. Sijui kwa Kiarabu maana yake Kiswahili chake ni nini, lakini ni mshikamano, ni muunganiko, cohesion wanaita kwa Kiingereza. Lazima wawe watu wake. Hizi dola zote zilizosimama, watu wake walikuwa na mshikamano, walikuwa na umoja, walikuwa wameshikamana. Lakini nini kilichowashikamanisha? Nini kilichowaunganisha? Walikuwa na mambo yaliyokuwa yakiwaunganisha, ama viongozi, ama imani, ama utambulisho. Sisi Wafursi leo wamesimama pale kwa sababu moja ya sababu ya asabia ya Wafursi ni kuamini kwamba Ufursi ni utukufu. Huwezi kuwa Mfursi kama wewe huna ilmu, kama huijui imani yako, huijui dini yako, huamini dini yako. Hata kwenye madhehebu yao tuachie wenyewe, lakini ni watu walioshikamana na wanaloliamini, ndio leo wameweza kuitikisa dunia, kwa sababu asabia yao ipo, wameshikamana nayo. Sisi tujiulize, Zanzibar, kinachoweza kutujengea asabia yetu tukatoka mpaka leo tulipo ni nini? Mimi nasema ni dini yetu, au vipi? Ni utambulisho wetu kwamba tuna nchi yetu, tuna. Sasa leo yote hayo yamechukuliwa, hata huo utambulisho wako leo unataka uchukuliwe. Na kuna watu wanaona hilo, wako tayari kwa sababu ya cheo tu, kapewa kijiukurugenzi, yuko tayari nchi aiuze. Kuna mwingine kapewa uwaziri, haoni hasikii,
utafikiria atakwenda nao kaburini uwaziri. Kuna mwingine kapewa sijui cheo gani, haoni hasikii. Mimi ndo nasema, ndugu zangu, hii hatari. Leo tumefika hapa tulipo kwa sababu tulijisahau, ila ambayo inasababisha asabia yetu imechukuliwa kidogo kidogo, mpaka leo tumebaki kidogo. Tunaonekana kwamba Zanzibar wadogo tu wanaweza, hawana maana, lakini kitu chenye thamani mara nyingi huwa kidogo, au sivyo? Hukuti mtu anatembea na mchi wa almasi, ana kidude tu kiduchu, lakini thamani yake sawa sana jengo lote hizi, au sivyo? Sasa udogo wetu, uchache wetu, tukikubali tukujiona kweli siye wadogo, tukijiona kwamba sisi wachache kwa sababu ya mambo na maslaha madogo, mimi nasema ikiharibika Zanzibar, ikichukuliwa Zanzibar, haijachukuliwa Zanzibar, haijaharibika Zanzibar, inaharibika dini na imani yetu. Mimi nilisema niwatanabahishe hayo, tuko pahala pabaya, na ndio maana sisi mliotupa dhamana hizi, sisi tumesema hatutafuti vyeo, tunatafuta nchi hii iendeshwe kwa misingi ya ustaarabu, kwa misingi ya heshima ya nchi hii, kwa misingi ambayo itaimarisha asabia ya watu wa nchi hii. Ndiyo tutakapoweza kuhifadhi kila kitu chetu, utambulisho wetu, imani yetu, mila zetu, dini yetu na nchi yetu. Na katika hilo niwaambie na niwahakikishie kwamba katika hilo hatunyenyui mguu wa kurudi nyuma, tutanyanyua mguu kwa kwenda mbele. Na niwaambie kwamba tumelipambania hilo katika mazingira magumu. Wapo wenzetu wengine wao hawataki lolote, hata pale viongozi wao wanapotaka. Wao kwa sababu wanataka haya njia zilizopitwa huku, na wao waje wazitumie, zisibadilishwe, wapite hizo. Lakini sisi tumewaambia bila ya hilo kusimamisha nchi hii kaendeshwa vizuri, sisi hatuwezi tukakubaliana na nyinyi. Hatuwezi kuungana na watu kula nchi, tutaungana na watu kujenga nchi yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.